Mungu. Dhana ya pili, imani. Dhana yake ya pili inajumuisha toba, yaani kwa huzuni ya kweli kugeuka kutoka dhambini. Bwana Yesu asifiwe. Toba, imani. Dhana ya imani nyingine ni toba. Unaamini lakini kufanya toba huwezi. Hauwezi kufanya toba, hauwezi kufanya toba ya kweli. Kuna toba na kuna toba ya kweli. Wapo wengi ambao wanafanya toba lakini hawafanyi toba ya kweli. Acha tuangalie huyu Wakorinto wa pili huyu. Wakorinto wa pili sura ya 7 na mstari wake wa 10. Tuangalie Paulo aliwaambia nini hawa ndugu zetu wa Korinto. Wakorinto wa pili sura ni ile ya 7, mstari utakuwa ni wake wa 10. Sura ni ile yake ya 7, mstari utakuwa ni wa 10. Wakorinto wa pili sura ya 7, mstari ni wake wa 10. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba iletayo wokovu isiyo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Usikilize vizuri. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba iletayo wokovu. Huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu inafanya toba inayoleta wokovu ndani ya mtu. Lakini ikiwa huzuni ya dunia hii inafanya mauti, ikiwa ni huzuni tu ya duniani na kusababisha hadi unakufa. Ndio maana unakuta mtu anakuwa anajijaza na stress, na mtu hadi anakuwa na pressure. Unapopenda sana kuwa na huzuni ya kimungu, huzuni ya kuhuzunika kwa kosa uliyoitumika. Mtu anashindwa kuwa na huzuni na dhambi aliyomtendea Mungu, lakini anakuwa na huzuni na kuachwa. Mtu alikuwa na date na boyfriend wake anapata stress hadi mtu anagonda, wengine anashindwa hata kula. Huzuni ya kidunia itakuletea tu mauti. Huzuni ya kimungu, unahuzunika kwa sababu ya dhambi uliyomkosea Mungu, italeta wokovu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile ukipenda kuandika, andika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 30. Sitakusomea kitabu hicho cha Matendo ya Mitume sura ya 17 na mstari wa 30. Andika hiyo. Pia katika imani hiyo hiyo, katika dhana hiyo ya kuwa na toba ya kweli, pia kuna neno linalosema kwamba kumgeukea Mungu kwa njia ya Kristo. Imani iokoayo kila mara ni imani ya kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Kumgeukia Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, imani iokoayo ni imani ya kutubu. Una imani iokoayo lakini hauwezi kutubu. Una imani gani hiyo iokoayo? Unashindwa kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Nitakusomea hapa. Tuende kwanza huyu Matendo huyu. Ni Matendo ya Mitume huyu. Ni sura ile ya 2 Matendo. Matendo ya Mitume. Sura ya 2 kwa 37 tuone pale. Inasemaje? 37 inasema, Matendo ya Mitume sura ya 2 37 inasema, walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana limidiwe. 38 inasema, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Tubu.
Ulipoanza wokovu wako ulipomwamini Yesu Kristo, ilikupasa uanze na toba, uweze kutubu, ndipo ubatizwe. Lakini siku hizi walio wengi tunabatizwa pasina hata kutubu. Mtu akiamua tu kujiandikisha, na mimi nitabatizwa kwenye mkutano wa Christmas, na mimi nitabatizwa kwenye Pasaka, na mimi nitabatizwa kwenye Pentekoste. Akiamua tu nitabatizwa, lakini je, amefanya toba? Ingelikuwa wachungaji wetu wako na kuwa na njia sahihi ya kubatiza watu, yawezekana labda tungekuwa na namba ya watu wanaotukanisha Ukristo katika dunia ya sasa hivi. Kwa sababu hao wanaobatizwa, wanaosema kwamba munibatize na mimi nataka kujiandikisha kubatizwa, pasina hata kutubu. Wengine wanabatizwa pasina hata kufuata mafundisho, hawajui wanachokwenda ukitumika baada ya kubatizwa. Hawa ndo wanakuwa vicheche. Ukiangalia Ukristo ulivyokuwa umesimama zamani na zama hizi ni zama mbaya sana, na ndiyo maana tunasema kwamba tuko nyakati za hatari, tuko nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana limidiwe. Tumtazame Mathayo pia alisemaje. Huyu ni Mathayo Mathayo 3 mstari wake wa 2 anasema, tubuni kwa maana ufalme wa mbingu umekaribia. Tubuni kwa maana ufalme wa mbingu unakaribia. Usiwe katika imani alafu wewe kufanya toba uwezi ukafanya toba. Usiwe katika imani ya Kikristo ukiambiwa tubu unaona kama unatukanwa. Ukiambiwa tubu. Kwa maana imani ya Kikristo inatufanya sisi tuweze kutambua tunapokosea Mungu, tuweze kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Twende tuone zana ya 3 ya imani katika Agano Jipya. Na ninapenda sana hii hapa.